Asante. Kwa majina naitwa Geoffrey Johnson Mbwega. Ni mkazi wa kata ya Liamkena, mtaa wa Elagamoto, halmashauri mji Makambako. Lakini pia ndio mwenyekiti wa wamiliki wa daycare jimbo la Makambako. Tuanzie dhamira yako, kwa nini umefanya kitu kama hivi? Nimefanya hivi kwa sababu dhamira yangu nimetoka mbali sana. Nimetoka mbali, najijua uchumi wangu nilivyoanza mpaka leo. Kwa hiyo na pia ni hata malezi niliyolelewa ndio yaliyonifanya mimi nije kuona watoto wenye mahitaji maalum. Isitoshe hata mwenyewe nilikuwa ni mtu wa hali ya chini sana. Mimi naenda kwa awamu vile Mungu ambavyo huwa ananiongoza. Mwaka juzi nilikuwa nakula na wazee, nilikusanya wazee wa halmashauri Makambako, nilikula nao pale Mshikamano Magubani. Mwaka jana nilikuwa nahitimisha miaka 10 ya kazi yangu, nilikuwa nafanya kazi ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa mwaka huu nimeona nije nitoe sadaka ya shukrani ya kuwatunza watoto wenye mahitaji maalum hapa shule ya msingi Idofi. Mimi wito wangu kwa jamii wajiangalie wao wanavyoishi, kama wana maisha mazuri, lakini watambue kabisa kuna watu wanahitaji kuishi maisha mazuri zaidi maeneo kama haya. Sababu kuna watoto ambao kama tulivyowaona wana shida mbalimbali. Unajua hawa wana wazazi, lakini mtu nyumbani anatupa chakula, analala pazuri, mtoto yupo kama huku anaishi kwa shida, analala na mtu mwingine. Kwa hiyo jamii naiomba inavyonisikia itambue kuwaona watoto yatima na wenye mahitaji maalum pamoja na wajane na wale wazee wasiojiweza. Waende kwenye mitaa, hata kwenye mitaa wanaoishi wapo watu kama. Lakini jambo lingine, sadaka inasema iwe kimya kimya, lakini kuna wakati fulani ni lazima jamii mtu anayetoa sadaka aitangazie sadaka yake kwa ajili ya kuamsha jamii iliyolala. Asante. Kwa majina naitwa Teresia Sheri Chengula, mwalimu mkuu shule ya msingi Idofi. Nimefika hapa tangu mwezi wa pili. Awali ya yote niseme namshukuru Mungu ambaye ametuwezesha kufika hapa na waandishi wa habari. Niseme tukio la leo ambalo amelifanya mwenzetu Mwambula Star Daycare kuja kutoa sadaka kwa watoto hawa. Mungu ambariki sana, kwa sababu shule hii ina watoto wenye mahitaji maalum, watoto 217, ina watoto wasioona na watoto wabubu na watoto viziwi na watoto ambao ni walemavu wa ngozi ambao tunawaita albino, lakini na watoto wenye ulemavu wa akili na watoto wenye usonji na wengine unakuta wana ulemavu zaidi ya mmoja. Mwambula amefika hapa kutoa sadaka yake. Kwa kweli nimepokea sabuni, nimepokea mchele, mahindi, nimepokea maharage, nimepokea sukari, nimepokea nguo, nimepokea viandikio kwa ajili ya watoto hawa, lakini pia nimepokea maduveti 20 kwa ajili ya kuwasaidia watoto kujifunika, kujikinga na baridi. Mungu ambariki sana mdau huyu kwa kuona kwamba vile anavyoishi yeye nyumbani kwake, yaani vile alivyojitafuta fungu lake la 10 ameamua kumpa Mungu. Ninaomba kwamba wito kwa jamii, watu wote tulioko kwa halmashauri mji Makambako, vile tunavyobarikiwa na Mwenyezi Mungu, 10% tumtendee Bwana. Unamtendea kwa namna gani? Kuwaona wahitaji. Tuna kundi la wajane, tuna kundi la yatima, watoto wenye mahitaji maalum kama hawa, na Mungu atatubariki. Majina naitwa Princessia William Tolera, ni afisa ustawi wa halmashauri mji Makambako. Cha kwanza napenda kutoa shukrani kwa siku na muda kama wa leo. Tunaona ndugu zetu wamejitahidi kuja kutoa sadaka zao kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalum, ambao mmoja wapo ni kiongozi huyu anaitwa Mwambura ambaye mwenye daycare zake mbalimbali. Sasa sisi kama halmashauri na sisi kama maafisa ustawi, wito wetu kwa wananchi na kwa wanajamii, tunaomba hawa watoto wenye mahitaji maalum msiwafiche wakakaa ndani, na wenyewe wanahitaji haki zao za msingi kama kusoma, kuishi na kufanya mashughuli nyingine zozote. Natamani na wazazi, baadhi ya wazazi mngekuja kwenye shule hii mkajifunza na mkaona jinsi gani hawa watoto wanaishi, wana furaha, wana amani, lakini pia wanakuwa wanauelewa. Na wao ni watu kama watu wengine, tusiwafiche ndani kwa kuogopa kwamba jamii itatuonaje, au kwa kuona kwamba wao hawastahili, au kwa pia wakati mwingine kwa mila potofu wengine wanachukua hatua za kwenda kuwapoteza kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mila potofu. Hivyo basi sisi kama halmashauri na sisi kama maafisa ustawi tunawaomba sana
hawa watoto pia na wao wanahitaji mahitaji yao. Tunaomba mwalete kwenye shule hizo waje kusoma, lakini pia na nyinyi mje kutoa sadaka zenu huku. Tunaona tuna sherehe nyingi sana Makambako, tuna tafrija nyingi sana Makambako. Tunaomba hizo tafrija ndogo ndogo zije kusherehekea hapa. Hii itakuwa ni sadaka. Wanasema sadaka nzuri au sadaka iliyokamilika ni ile sadaka inayouma. Kwa kama ni sadaka inayouma, njoo wagaramikia watoto, njoo wasaidia watoto na wewe utapata baraka. Tunawaomba sana msiwafiche watoto wenye mahitaji maalum, waje hapa. Kuna walimu, lakini pia na nyinyi tunaomba mje kwa ajili ya wadau mbalimbali kwa ajili ya kuja kusupport miradi inayoendelea katika shule hapa. Tunaona kuna miradi mingi inaendelea, kuna majengo yanajengwa, watoto wanahitaji vifaa, wanahitaji vitu mbalimbali. Tunaomba na nyinyi mfike hapa shule ya Msingi Idofi, mje na nyinyi kujifunza, lakini pia mje kuona watoto wanaishije na nyinyi ili muweze kuwaleta watoto wenu. Kwa hiyo wito ni kwamba wote wenye watoto walemavu, watoto wenye mahitaji maalum yoyote waje huku watapata huduma, lakini pia kama wataona hawataweza kufikia huku, hao wataweza kupata huduma hizi, waje kwenye ofisi za halmashauri pale mji Makambako, ofisi ya ustawi wa jamii. Tutawapa maelekezo yote jinsi ya kufika hapa.